Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna al-Islamiyya, twakukaribisha katika somo la hisab za faslu rabi' katika mahali tulipokoma tariqatul mutabayinaini. Hii ni njia ya zenye kupambanukana mbili. Tariqatul mutabayinaini, hii ni ndia ya zenye kupambanukana mbili ambazo hazielewani, zimekhtalifiana, ambazo haziingiani, ambazo haziafikiani. Kizungu anasema disagreement, yani tabayun. Wa huwa an la yakuna baina almiqdaraini, nayo ni isiwe kati ya miqdari mbili tadakhulun wala tawafuqun, isiwe kuingiana wala kuafikiana. Ka khamsatin wa sab'atin wa tis'atin, kama 5 na 7 na 9. 5 haingii kwenye 7 wala haiafikiani na 7 na wala haiafikiani na 9 katika chochote. Kwa hivyo na 7 pia haiafikiani na 5 wala 9. Hizi zimepambanukana. Wa tariqatuhu, na ndia yake. Wa tariqatuhu, na njia ya kufanya hizi hisabu za tabayun. An taktuba almiqdaraini, ni uandike miqdari mbili. Fi makanihima, katika sehemu zake, sawa, ambazo zimeelezwa huko nyuma. Thumma tadribu alma'rufa fi miqdarihi, kisha utapiga yenye kujulikana katika miqdari yake, yenye kile iliyokadiriwa nayo, ile iliyowekewa kiasi nayo. Wa taqsimu alkharija, na utawanya chenye kutoka, utagawanya chenye kutoka, kuwawanya kugawanya, ala miqdari al-akhari, juu ya miqdari nyingine, ala miqdari al-akhari, juu ya miqdari nyingine. Fama kharaja, basi kitakachotoka, fahuwa almajhulu, ndicho kisojulikana. Fahuwa almajhulu, fama kharaja, basi kitakachotoka ama kitokacho, fahuwa almajhulu, basi ndicho kisojulikana, bimaana ndicho chenye kuuliziwa. Wa bihadhihi tariqati, na kwa ndia hii, wa bihadhihi tariqati, na kwa njia hii, ta'malu li tariqataini sabiqataini, utafanya kwa namna ya njia mbili zilizotangulia huko nyuma. Ta'malu, utafanya, li tariqataini sabiqataini, kwa njia mbili zilizotangulia huko nyuma. Almithalu, hunu ni mfano ama mfano. Ishtara talibun kitaban bi'asharati riyalin, amenunua mwanafunzi chuo kwa riali 10. Ishtara talibun, amenunua mwanafunzi, yani mwanafunzi, kitaban, chuo, kitabu kimoja amenunua, bi'asharati riyalin, kwa riali ngapi? 10. Riali ni pesa ambazo zajulikana hutumika sehemu za Misri, Warabuni, na riali moja hapa imeelezwa arialu 20 qarshan, ni qarshi 20. Riali moja ni qarshi 20. Qarshi pia ni pesa, ni kama Kenya huku zamani kulikuwa na mapeni na pesa hizi, noti ya shilingi 20 ya noti, 10 ya noti, shilingi 5 ya noti, mpaka hizi pesa tunazozijua sisi. Lakini karshi ni kama mapeni, nazo pia ni za chuma. Kwa hivyo shilingi moja ya Kenya ni mapeni 10 yale ya zamani. Sasa kimebakia ni Kiswahili tu, sina mapeni.
ama sina hata peni, maanake ni peni 10 shilingi 1, ndururu 2 ni shilingi 1, sumni 2 ni shilingi 1, ndururu 2 ni sumni. Basi sisi ni vijana wazee kidogo, kwa wasioelewa hizi lugha, kama uzielewi, sisi tumeziona, tumeishi, tumetumia peni, tumetumia ndururu, tumetumia sumni, tumetumia shilingi. Sasa hiyo karshi ni kama hizo mapeni, kwa hivyo ni pesa karshi, ambayo karshi 20 ni riali 1. Fakam yusawi, basi ni ngapi hulingana, thamanu hadha alkitabi bishilnati, ni ngapi hulingana ama yalingana na ngapi thamani ya hichi kitabu kwa hisabu ya shilingi, ambapo akatwambia ashilnu, shilingi 1, 15 karshan, ni karshi ngapi? 15. Karshi 15 ni shilingi 1. Kama huku Kenya mapeni 10 ni shilingi 1. Alhallu, utatuzi. Alhallu, ufunguzi wa swali. Halla ni kilima kina tafsiri nyingi, kina maana ya kushukia, kina maana ya kutekelea kama ni deni, halla dainu, halla alhajj, amejifungua, na tafsiri nyingine na nyinginezo. Lakini pia ina maana ya fakka. Fakka ni kufungua, ama kama ni mushkili ameutatua, ama ni swali lile amelipatia jawabu lake na ufumbuzi. Ariyalu, riali 1 maarufu, ni yenye kujulikana. Yusawi 20, yalingana riali na 20. Washilnu majhulun, na shilingi haijulikani, ambayo shilingi ni sawa na 15 na 15 karshan, yani shilingi 1 ni karshi 15. Tadribu almarufa fi miqdari, utapiga yenye kujulikanwa katika kiasi chake, manake 20 katika 10 ndio miqdari yake. Na hisabu mahali pa dharbi utasema, pa kupiga multiplication utasema fi, lakini mahali pa kugawanya divide utasema ala, qasama ala, ama taksimu ala. Na mahali pa kuondosha subtraction utasema min, twaraha ama tatruhu min, utatoa kutokana na, wa hakadha. Kwa hivyo sisi tuko katika kupiga, utasema 20 fi 10 yusawi 200. 20 ukipiga katika 10 italingana na 200. Thumma, kisha taksimul kharija, utagawanya, yani utagawanya chenye kutoka lile jawabu ala al-akhari, juu ya nyingine, ambayo ni 15 ile karshan, ama ashilnu 15 karshan. Katika ile 15 ile jawabu utagawanya juu ya 15. Waona, taksimu ala. Sasa utasema 200 kwa mubtada, ukisema taksimu 200 ala 15, utagawanya 200 juu ya 15, yusawi 13, na patabakia hapo nukta 3, pana kitu kitabakia, ambayo itakadiriwa ai 13 shilnan, na ile 3 ile ambayo imekuwa wa 5 kurushin na karshi 5, kwa sababu 13 kamili itabakia na point 3. Ile point ndio imeletwa katika 5 kulingana na istilahi za kihisabu.
Tamam. Kwa hivyo ai yusawi 13 shilnan wa 5 kurushin, italingana na shilingi 13 na karshi 5. Ndiyo swali liloulizwa, jawabu litakuwa ni hilo. Sualun, swali lingine, ama hili ni swali, na tutamwita mpiga picha wetu aje hapa tuweze kufanya hisabu ya hili swali ambalo lafuatia insha Allah. Naam. Sualun almailu, maili moja, yusawi, yalingana, 8 na 8. Maili yalingana na 8, na maili ni kwa kipimo cha mita ni mita 1000.600 na ngapi? Na 9. Maili kwa kipimo cha mita ni mita 1609 kwa mita za barani. Lakini maili moja kwa angani ama baharini ni mita 1852, kwa sababu usafiri wa kule barani na baharini si sawa na wa barani. 1609 mita hizi kwa maili moja. Turudi katika swali sasa. Maili moja tumeambiwa yalingana na nini? Na 8. Taandika 8. Na kilomita moja yalingana na 5. Umeona? Sasa utapiga hii. Ukishapiga utapata ngapi? 8. Ukipiga hapo utapata jawabu lako ni 40 kama sikosei. 8 ukipiga mara 5 utapata 40, yusawi 40. Athamania tadribu 8 fi 5 yusawi 40. Hii 40 twaulizwa swali hapa, umeambia ukishapata jawabu taksimu, utagawanya lile jawabu taksimu al-kharija ala miqdari al-akhar, juu ya miqdari nyingine ambayo ni 5 ni 5. Kwa hivyo utagawanya 40 utagawanyia 5 ambayo ndio miqdari al-akhar. Sasa 40 unapogawanyia 5 utapata ngapi? 8 kama sikosei. 40 ukigawanyia ngapi? 5 utapata 8. Lakini katika kusoma Kiarabu utasema taksimu 40 ala 5 yusawi 8. Kwa hivyo jawabu itakuwa fa 5 amyalin yusawi 8 kilomitra ama kilometrat kama iko na jami. Fa 5 amyalin yusawi, ambao ndio hii fa 5 amyal yusawi 8 kilomitra. Inshallah mpaka hapa tutakoma, na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Hii ni hatua ya kwanza na hii ni hatua ya pili inshallah.
Tusahau kulike, kushare na kusubscribe, na jaza yetu tutaipata kwa Allah, na Allah awalipe khairi wazazi wetu, mashekhe zetu, na walokufa awarehemu, waweke pema pamoja na wema. Wa saada Allahu awqatakum wa ila liqa.